بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يا معشر الحاضرين، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وفي الصحيحين من حديث الصحابي الجليل أبي بكر نفيع ابن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: ألا إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم خطب في حجته فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات و1 فرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Ndugu zangu Waislamu, kwa hakika tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwa fadhila zake na ihsani zake na tawfik aliyotupa sisi Waislamu na sisi waja wake tumeweza kuudiriki mwaka mwingine wa Kiislamu. Tayari tuko ndani ya mwaka 1447 Hijiria.
tumeumaliza mwaka 1446 hijiria, na hii leo ni tarehe 2 ya mwezi wa Muharram, mwezi uliofanywa ndio wa kwanza katika tarikhu al-hijri. Kwenye tarehe hii ya hijiria, kama walivyowafikiana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika khilafa ya Umar al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu, mwaka wa 3 au wa 4 toka kutawala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, waliyafikiana kwamba tarikh ya Kiislamu ianze kuhesabiwa rasmi kuanzia hijra ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, toka tarehe ya mwanzo ya kuhama Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutoka Makka na kuja Madina. Kwa hivyo mwaka wa kwanza wa Kiislamu utakuwa ni ule mwaka wa kwanza wa hijra, na wakaafikiana vile vile as-salaf as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum kwamba mwezi wa Muharram uwe ndio mwezi wa kwanza katika mwaka wa Kiislamu. Wa nahnu walillahi alhamd fil Muharram, na sisi sasa tumo ndani ya mwezi huu wa Muharram. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani katika suratu Tauba anazungumzia nyakati na hii miaka na miezi yake kwa kusema inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah, hakika hesabu kamili ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala 12 shahra, ni miezi 12, na hilo ndilo ambalo limethibitishwa kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema Allah, yauma khalaqa as-samawati wal ard, toka pale Allah subhanahu wa ta'ala alipoziumba mbingu na alipoumba ardhi, idadi ya miezi ni hiyo 12. Minha arba'atun hurum, miongoni mwa hiyo miezi 12 idadi ya mwaka kuna miezi 4 mitakatifu. Allah anasema dhalika ad-dinul qayyim, hiyo ndiyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyokuwa sawa sawa. Wewe Muislamu kuijua miezi ya mwaka kwamba ni miezi 12, lakini zaidi ya hapo watakiwa ufahamu Allah amejalia kuna miezi 4 katika hiyo miezi 12. Hiyo ni miezi mitakatifu, miezi ya kuheshimiwa zaidi. Minha arba'atun hurum, miongoni mwa hiyo miezi 12 iko miezi 4 mitakatifu. Dhalika ad-dinul qayyim, na hiyo ndiyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyooka sawa sawa. Kisha Allah anatoa maagizo, fala tadhlimu fihinna anfusakum, na msizidhulumu ndani ya hiyo miezi 4 mitukufu nafsi zenu. Waqatilu lilmushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa, na wapigeni washirikina wote kama vile ambavyo wao wanakupigeni nyote, hawabagui. Maadamu ni Muislamu, wewe ni adui yao, na nyinyi wazingatieni washirikina ni maadui zenu, wala msiwabague. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, nafahamuni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wacha Mungu. Al-Imamu al-Alim al-Mufassir al-Kabir al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake Tafsirul Qurtubi, wakati anatafsiri aya hii ya suratu Tauba aya ya 36, faqala rahimahullahu ta'ala, sehemu ya maneno yake anasema Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, khassa Allahu ta'ala al-ashhur al-hurum bidh-dhikri wa naha 'ani adh-dhulmi fiha
tashrifan laha wa in kana adh-dhulmu manhiyan anhu fi kulli zaman ila akhir kalamihi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullah anasema khassa Allah ta'ala al-ashhur al-huruma, ameihusisha Allah subhanahu wa ta'ala miezi mitakatifu, ile miezi minne Allah ameihusisha miezi hiyo mitakatifu bidhikri, kwa kuitaja kwamba kuna miezi minne mitakatifu. Kisha anasema rahimahullah, wanaha ani dhulmi fiha, na Allah akakataza kufanya dhulma ndani ya hiyo miezi minne mitukufu. Amefanya hivyo Allah tashrifan laha, kwa ajili ya kuitukuza na kuiheshimisha miezi hiyo minne mitukufu. Wa in kana dhulmu, ijapokuwa dhulma, manhiyan anhu, ni yenye kukatazwa hiyo dhulma, fi kulli zaman, katika zama zote, katika nyakati zote. Dhulma imeharamishwa wakati wote, lakini msisitizo umekuja kwamba Muislamu asidhulumu nafsi yake au kuwadhulumu wengine katika ndugu zake au kumdhulumu Allah katika haki zake katika hii miezi minne mitukufu. Aya hii imeitaja miezi minne mitukufu kwa ujumla, lakini hadhihi al-ashhur al-hurum al-arba'a, hii miezi minne mitukufu qad jaa dhikruha biasma'iha fi sunnah, umekuja utajo wake miezi hii minne mitukufu kwa majina yake katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hiyo ndiyo moja ya kazi ya sunna, ni kufafanua na kuiweka wazi Qur'an. Fa fi sahihain, imekuja katika sahihi mbili, sahih al-Bukhari wa Muslim, hadithi Abi Bakra akiitwa Nufai'u ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu. Sahaba huyo anasema akisimulia, ala tamweni inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khataba fi hajjatihi, alifanya khutba katika hija yake pekee, alhajjatul wadaa, hajjatul wadaa, hija ya kuaga. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifanya mazungumzo ya khutba katika hija hii, na mazungumzo haya aliyafanya yaumun nahar, ile siku ya kuchinja, akiwa pale Mina. Hii sio ile khutba ya kule Arafat, la, khutba hii aliifanya katika haji, lakini ni siku ya 10 yaumun nahar, na aliizungumza khutba hii katika viwanja vya Mina. Akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala tamweni inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqa as-samawati wal ard, hakika wakati umezunguka kama lilivyokuwa umbile lake toka ile siku Allah subhanahu wa ta'ala ameziumba mbingu na ardhi. Wakati umekwenda unazunguka, unafika mwisho, unajirudia tena. Hakadha, ni kama hivyo amekadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mtume akasema, as-sanatu 12 shahra, mwaka ni miezi 12, minha 4 hurum, miongoni mwa hiyo miezi 12 minne ni mitakatifu. Akaitaja kwa ishara 3 mutawaliyat wa 1 fard, mitatu katika hiyo minne ni yenye kufuatana, ukitoka huu na kuja huu, ukitoka huu na kuja huu, imefuatana. Wa 1 fard, na mmoja katika hiyo miezi minne umejitenga, uko peke yake. Kisha akaitaja kwa ufafanuzi akisema Dhulqa'da, na hii ndio ile iliyofuatana, ni mwezi wa Dhulqa'da, mwezi wa 11 wa Kiislamu. Wa Dhulhijja, na mwezi wa Dhulhijja ndio huo wa 12, tumeuacha hapo nyuma. Wal Muharram, na mwezi wa Muharram, huo mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Hii mitatu imefuatana, Dhulqa'da, Dhulhijja, Al-Muharram. Kisha akasema wa Rajab Mudhar,
na mwezi wa Rajab, ile Rajab ilikuwa ikiadhimishwa na watu wa kabila la Mudhar, akaitaja alladhi baina Jumada. Hiyo Rajab ni ile ambayo iko baina ya Jumada thania, Jumada ya pili wa Shaaban, na iko baina ya Jumada na Shaaban. Naam, Jumada thania, Rajab, Shaaban. Ukiangalia mwezi wa Rajab umekaa katikati ya miezi miwili, baina Jumada athania wa baina Shaaban. Anaikusudia Mtume alayhi salam Rajab hiyo. Hapa Mtume alayhi salatu wassalam ameitaja miezi minne mitakatifu kwa majina yake. Kwa hiyo ni Dhulqa'da na Dhulhijja wal Muharram wa Rajab Mudhar. Ayuha nnasu ibadallah, famin al-ashhur al-hurum, sasa miongoni mwa miezi mitakatifu hii minne, miongoni mwa miezi hii mitakatifu minne ni shahrullahi al-Muharram, ni mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala, mwezi wa Muharram. Na mimi ndugu zangu katika iman, na kusudia sasa kukumbushia machache an shahrillahi al-Muharram, kuhusiana na huu mwezi wa Allah, mwezi mtukufu wa Muharram ambao tuko nao hivi sasa. Na leo ni tarehe yake ya pili, ni tarehe 2 Muharram. Tuzungumzie fadluhu wa sunanuhu wa bid'ahu, tuzungumzie sehemu katika fadla za mwezi huu tuliokuwa nao wa Muharram, tuzungumzie sunna zinazopatikana ndani ya mwezi huu wa Muharram, kadhalika bid'a, uzushi na makosa ambayo yanafanyika katika mwezi huu wa Muharram. Yote haya tuyazungumze kwa ufupi. Ayuha nnasu ibadallah, famin fadailihi, miongoni mwa fadla za mwezi huu mtukufu wa Muharram, annahu yustahabbu fihi al-iktharu min as-siyam. Miongoni mwa fadla za mwezi wa Muharram ni kwamba inapendeza ndani ya mwezi huu wa Muharram huu tulionao, yapendeza kukithirisha as-saum, watu kufunga sana katika huu mwezi wa Muharram. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amesema Abi Hurairah radhiyallahu anhu, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, afdalu siyami ba'da Ramadan shahrullahi al-Muharram. Abu Hurairah katika riwaya hii inda Imam Muslim anasema afdalu siyami ba'da Ramadan shahrullahi al-Muharram, bora ya funga baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ni mwezi wa Allah, mwezi wa Muharram. Funga iliyokuwa bora baada ya funga ya Ramadhan ni funga inayofungwa katika mwezi huu wa Muharram. Wa afdalu salati ba'da al-faridha, na sala iliyokuwa bora zaidi baada ya sala ya faradhi, salatul layl, ni sala ya usiku. Angalia hadithi hii adhim, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaweka wazi kwamba funga bora kabisa baada ya funga ya Ramadhani ya faradhi ni funga ambayo mtu anaifunga katika huu mwezi wa Muharram, kama vile ambavyo swala iliyokuwa bora baada ya swala ya faradhi ni swala ya usiku, qiyamul layl, at-tahajjud. Wanasema ulama, ay afdalu shahrin tatatawwa'u fihi ayuha almuslim. Ulama wanasema mwezi uliokuwa bora ambao utafunga wewe, utafanya sunna ya saum ewe muislamu ndani ya mwezi huo, baada shahri Ramadhan, baada ya mwezi wa Ramadhan, shahrullahi al-Muharram, basi ni mwezi wa Allah, mwezi wa Muharram. Fatatawwu al-mutlaq bis-sawmi afdaluhu al-Muharram. Ulama wanasema funga ya sunna, kujitahidi kufunga sunna, basi iliyokuwa bora ya saumu ya sunna ni ile saumu inayofungwa katika mwezi wa Muharram. Kama anna afdala salati ba'da al-maktubati qiyamul layl, kama vile ambavyo swala iliyokuwa bora
baada ya swala ya faradhi ni kile kisimamo cha usiku. Na hapa maulama wanazungumzia as-sawmu al-mutlaqu au wanaita at-tatawwu al-mutlaqu, ni funga iliyoachiwa. Ukitaka kufunga, funga katika mwezi huu wa Muharram, amka funga mutlaqan, inajuzu. Ukiulizwa wafunga nini, asumu al-Muharram, nafunga mwezi wa Muharram. Lakini pia unaweza ukatumia zile funga ambazo zinapatikana ndani ya mwezi ukazikithirisha na kuzifuatilia ndani ya mwezi huu wa al-Muharram. Mfano saumu al-Ithnain wal-Khamis, ukafuatilia zaidi kuzifunga funga za Jumatatu na Alhamisi. Kadhalika ayyamul bidh, ukafuatilia kuyafunga yale masiku meupe katika mwezi huu. Wa hakadha siyamu Daud, ukafunga funga ya Nabiullahi Daud, sum yawman wa aftir yawman, funga siku moja, fungua siku moja. Hakadha yambaghi, hivi ndivyo ambavyo inatakikana. Mwezi huu wa Muharram ni katika miezi ya saum. Bal al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala alipozungumzia funga ya Muharram na alipoitaja hadithi hii, hadithi ya Abi Huraira katika sharhi ya Sahih Muslim, akauliza swali pale la kiilmu, ikiwa mwezi wa Muharram saumu ya sunna katika mwezi huu ndiyo bora zaidi, kwa nini basi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam imekuja katika riwayat sahiha kwamba alikuwa akikithirisha sana saumu katika mwezi wa Shaaban, na huenda wakati mwingine akaunganisha saumu ya Shaaban na saumu ya Ramadhan? Kwa nini basi Mtume alayhi salam akithirishe kufunga Shaaban kuliko kukithirisha kufunga Muharram? Hapa akayatoa majawabu ya kiilmu. Miongoni mwa jawabu alizozitoa ni kwamba imma inawezekana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipatwa na udhuru mara nyingi katika mwezi wa Muharram, ima udhuru wa maradhi au udhuru wa safari. Kwa hivyo hakumakinika kuifunga saumu ya Muharram kama vile ambavyo alimakinika kufunga saumu ya Shaaban. Hadha jawab, hili ni jawabu la kwanza amelitoa al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala Abu Zakaria. Lakini jawabu jingine ambalo al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala amelitoa kwamba kwa nini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikithirisha siyamu ya Shaabani kuliko siyamu ya Muharram, asema inawezekana siyamu ya Muharram kukokoteza kwake au ubora wake ulichelewa kuja na ubora wa kuifunga Shaaban ukawa umetangulia kuja, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akadumu kufunga Shaaban na hakupata muda mrefu wa kudumu kuifunga Muharram kwa sababu ya kuchelewa kuja mafundisho yake. Akataja na majawabu mengine mengi rahimahullahu ta'ala. Alhasil, barakallahu fikum, na kusudia hapa kuikumbusha nafsi yangu na kuwakumbusha waislamu wenzangu kwamba tunao mwezi huu wa Muharram na tumekokotezwa sisi na sunna kukithirisha siyam ndani ya mwezi huu wa Muharram. Allah ya ibadallah, tuitumie fursa hii ya kufunga lillahi rabbil alamin ili tuweze kudiriki yale ambayo yameahidiwa kwa wafungaji katika mwezi huu wa Muharram. Lakini wa min fadhaili, na miongoni mwa fadhila za huu mwezi wa Muharram, anna fi hadha ash-shahri yawman hasala fihi hadthun adhimun. Wanasema ulama, miongoni mwa fadhila za mwezi wa Muharram ni kwamba katika mwezi huu wa Muharram kuna siku ambayo palitokea tukio kubwa la kihistoria. Katika mwezi wa Muharram huu tulionao, iko siku ndani ya mwezi huu palitokea tukio kubwa la kihistoria, wa nasrun mubinun lilmu'minin, na ilitokea nusra ya wazi wazi kwa waumini. Adhhara Allahu subhanahu wa ta'ala fihi alhaqqa ala albatil. Siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala aliidhihirisha haki
juu ya batil. Haki ilinyanyua kichwa na batil ikajificha. Ni tukio gani hilo ambalo lilituka katika moja ya siku za mwezi huu wa Muharram? Imekuja riwaya fi sahihain, fa fi sahihain min hadithi sahabi aljalil ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah ibn Abbas anasimulia riwaya kama ilivyotajwa na mashekhe wawili, al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima katika sahihi zao. Yaqulu Abdullah ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hakika mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam qadima al-Madina, aliwasili katika mji wa Madina Yathrib. Fawajada al-yahuda siyaman yawma Ashura, mtume akawakuta mayahudi hapo Madina ni wenye kufunga siku ya Ashura. Yaumu Ashura ni siku ya 10 ya mwezi huu wa Muharram, al-ashir min Muharram, tarehe 10 ya Muharram ndio inaitwa yaumu Ashura. Sasa mtume alayhi salam aliwakuta mayahudi Madina wamefunga siku hii, siku ya 10 ya Muharram. Faqala lahum, akasema kuwaambia wao Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma hadha al-yawm alladhi tasumunahu, ni siku gani hii ambayo nyinyi mwafunga? Mwafunga nini nyinyi? Mbona mmefunga leo? Qalu, wakasema wale mayahudi, hadha yawmun adhimun, hii ni siku kubwa, anja Allahu fihi Musa wa qauma, alimuokoa Allah ndani ya siku hii Nabiullahi Musa alayhi salam na watu wake. Hii ndiyo siku Musa na wafuasi wake min bani Israila, katika wana wa Israili waliokolewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aghraka Fir'auna wa qaumahu, na siku hii ndio ambayo Allah alimuangamiza Fir'aun kwa kumzamisha baharini yeye na watu wake. Fasamahu Musa shukran lillahi, mayahudi wanamwambia mtume alayhi salam, sasa siku hii Musa akaifunga. Ilikuwa tarehe 10 ya Muharram ambapo Allah alimuokoa Musa na watu wake na vitimbi vya Firaun na kuangamizwa na Firaun, na Firauni na jamaa zake wakaangamia wao. Musa alayhi salam akawa anaifunga siku hii kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Fanahnu nasumuhu, na sisi wale mayahudi wanasema tunaifunga hii kwa kuadhimisha utukufu wake. Mayahudi wanajinasib na Taurati na wanajinasib na Nabiullahi Musa alayhi salam kwamba ndiyo mtume wanayemfuata. Mtume alayhi salam aliposikia haya, faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akasema mtume alayhi salatu wasalam, fanahnu ahaqqu bi Musa minkum, sisi waislamu tuna haki zaidi na Musa kuliko nyinyi mayahudi. Sisi waislamu tuna haki zaidi na kumuadhimisha Musa na kukiadhimisha kile ambacho Musa alikiadhimisha kuliko nyinyi mayahudi. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akaifunga siku hii, siku ya 10 ya Muharram. Wa amara bisiyamihi, na akaamrisha waislamu waifunge. Kwa hivyo ndugu zangu, katika matukio ya kihistoria ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimsalimisha Nabiullahi Musa alayhi salam na vitimbi vya Firaun katika tarehe 10 ya mwezi huu wa Muharram. Na katika tarehe 10 ya mwezi wa Muharram ndiyo aduullah alladud, adui wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyemsusuwavu, alladhi idda'a rububiyya, adui ambaye alifikia kudai uungu. Firaun al-la'in aliangamizwa ndani ya mwezi huu wa Muharram katika tarehe 10 ya mwezi huu. Tukio zito hilo, na manabii wa Allah waliliadhimisha tukio hili, akiwemo Musa alayhi salam, kadhalika akaungwa mkono na ndugu yake nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama sunna inavyojieleza. Bali fi sahihain, imekuja riwaya nyingine pia katika sahihi mbili, Sahih al-Bukhari wa Sahih Muslim, hadithi ya huyo Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma,
anazungumzia namna mtume alayhi salam alivyokuwa akiadhimisha Ashura. Qal ma raaitu an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghayrihi illa hadha al-yawma yawma Ashura wa hadha ash-shahra yani shahr Ramadan. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anasema ma raaitu an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sijapata kumuona mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yataharra siyama yawmin, anaizingatia funga ya siku ambayo fadhalahu ala ghairihi, ameifadhilisha siku hiyo juu ya siku nyingine, illa hadha al-yawma, isipokuwa siku hii yauma Ashura, siku ya 10 ya Muharram, siku ya Ashura. Abdullah ibn Abbas hajapatapo kumuona mtume alayhi salam akizingatia kuifunga siku ambayo ameifadhilisha juu ya nyingine kama alivyokuwa anazingatia kuifunga siku ya Ashura tarehe 10 ya Muharram. Kadhalika wa hadha ash-shahra, na sijapata kumuona mtume akizingatia funga kama funga ya mwezi huu, yani shahra Ramadhan, yani funga ya Ramadhani. Idhan, angalia, baada ya Ramadhani katika funga muhimu ambayo mtume alayhi salam alikuwa akiizingatia ni funga ya Ashura, funga ya tarehe 10 ya mwezi huu wa Muharram. Ayuha nasu ibadallah, wa min fadaili, na miongoni mwa fadhila za mwezi huu wa Muharram, annahu yujadu fi ayamihi yaumu Ashura, na fadhila hii inafafanua kilichotajwa hapo nyuma. Miongoni mwa fadhila za mwezi huu mtukufu wa Muharram, panapatikana ndani yake katika moja ya siku zake, siku za Muharram, yaumu Ashura, inapatikana siku ya Ashura, wa huwa al-yawmu al-ashiru min shahri Allahi al-Muharram. Hiyo siku ya Ashura, ewe Muislam, ni siku ya 10, tarehe 10 ya mwezi huu wa Muharram. Leo ni tarehe 2, siku 8 baada ya leo ndiyo tarehe 10. Zingatia tarehe hii, usipitwe, hesabu, fuatilieni tarehe za Kiislamu, hasa tarehe ambazo zinafungamana na hukumu mbalimbali za kiibada, tarehe ambazo zina fursa za fadhila. Mtakiwa mzingatie sana tarehe hizi kuliko mnavyozingatia tarehe za kupokea mishahara au marupurupu. Leo ni tarehe 2, sasa Ashura ni tarehe 10 ya mwezi huu wa Muharram. Qala ahlul ilm, wanasema ahlul ilm kuhusiana na kufunga tarehe 10 ya Muharram, yaumu Ashura lahu fadlun adhimun wa hurmatun qadima. Siku ya Ashura, funga ya Ashura, wallahi ina fadhila kubwa na ina utukufu wa zamani. Utukufu wake siku ya Ashura ni utukufu mkongwe sana. Fakad kana Musa alayhi salam yasumuhu, ulama wanasema Musa alayhi salam alikuwa anaifunga siku hii lifadlihi, kwa ajili ya fadhila zake. Bal kana ahlul kitabi yasumunahu, bali walikuwa ahlul kitab alyahudu wan nasara walikuwa wanaifunga siku hii ya Ashura. Bal hatta Quraish kanat tasumuhu fil jahiliya, bali hata makuraish wa Makka walikuwa wanaifunga siku hii katika zama za jahiliya. Zimekuja riwayat, baadhi ya Quraish waliokuwa wana utambuzi fulani wa mafundisho ya manabii waliotangulia, ilikuwa ikifika yaumu Ashura wanafunga pale Makka na ule ushirikina wao. Lakini zimekuja hadithi kadha wa kadha zikizungumzia fadhila ya funga hii ya Ashura. Kwa kufupisha khutba hii, nihitaje riwaya moja inda Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Hadithi hii kaitaja Imam Muslim rahimahullah an Abi Qatada al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Hadithi ya Abi Qatada al-Ansari radhiyallahu anhu, anasema Abu Qatada,
anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam an sawmi yaumi ashura. Kuna bwana mmoja alimuuliza mtume alayhi salatu wassalam kuhusiana na funga ya siku ya Ashura, funga ya tarehe 10 ya Muharram. Faqal, mtume akasema, inni ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Unzur hadha al-fadl al-azim. Mtume akasema, inni ahtasibu ala Allah, haika mimi natarajia kwa Allah kwa hii funga ya Ashura, an yukaffira as-sanata allati qablahu, iwe ni sababu ya kufuta madhambi ya mwaka ulio kabla yake. Yani wewe ukifunga Ashura ya mwaka huu ikafika tarehe 10 ya mwezi huu ukafunga, hiyo ni sababu ya kusamehewa madhambi ya mwaka uliopita, mwaka wa nyuma. Hii ni miongoni mwa fadhila kubwa za saum yaumi Ashura, za funga ya siku ya Ashura. Maulama wakasema, wa hadha min fadlillahi alazim alaina, na hadithi hii na mafundisho yaliyokuja ni sehemu katika fadhila za Allah aliyemkubwa juu yetu, an ja'ala siyama yawmin wahidin yukaffiru dhunuba sanatin kamila. Allah anajalia funga ya siku moja tu katika mwaka inakuwa ni sababu ya kufutwa madhambi ya mwaka mzima. Mwaka kamili mtu unafutiwa madhambi yako na unasamehewa na Allah kwa sababu ya funga ya siku moja. Hii ni fadhila ya Allah juu yetu. Wayaqulu ahlul ilm, na madhambi yenye kusamehewa as-saghair wal kabair. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala kayazungumza hayo, yanaingia madhambi madogo madogo na yanaingia madhambi makubwa, pamoja kwamba wanasema ulama, mwenye kufanya madhambi makubwa asizembee kwenye kutubia kwa kuyataja makosa hayo na kumwomba Allah msamaha, kwa sababu madhambi makubwa yanaangamiza. Idhan barakallahu fikum, siyamu ya Ashura ni sababu ya kufutiwa madhambi. Ulama wakasema, tujalie kuna watu hawana madhambi mathalan. Akasema Imam an-Nawawi, mfano al-anbiya, manabii wa Allah, wasalihin, au na watu wema. Tujalie mtu hana dhambi, basi kufunga saumu ya Ashura ikikosa kumfutia dhambi itamnyanyua daraja. Bimaana hutopata hasara yoyote kwa kufunga Ashura, bali badala yake ni faida tele kwa tele. Haya sasa, wanazungumziwa manabii, wanazungumziwa watu wema. Hivi kweli mimi na wewe tunaweza kufikiria kwamba hatuna dhambi? Unaweza ukawa na ujasiri huo? Hapatikani katika sisi mwenye akili hiyo mbaya, na kama yuko ni mwehu tu, atakuwa hayuko sawa, itakuwa hana dhambi kwa sababu ni kichaa, kalamu yake imenyanyuliwa. Lakini mwenye akili timamu la. Kwa hivyo tukupie kufunga saumu ya Ashura kwa sababu ya fadhila hizi zilizojaa hapa. Kadhalika katika sunna hapa ya kuitaja eneo hili, wa yustahabu an yusama ma'ahu yawm at-tasi' qablahu mukhalafatan lilyahudi fi iktisarihim 'ala al-ashir. Katika sunna vile vile, barakallahu fik, inapendeza kwa mwenye kutaka kufunga Ashura, inapendezwa ifungwe pamoja na hiyo Ashura, hiyo siku ya 10 ya Muharram, at-tasi' qablahu, ufunge siku ya 9 kabla yake. Hii inapendeza. Ukitaka kufunga Ashura, anza kwanza kufunga Tasua, funga siku ya 9 alafu ndio ufunge siku ya 10. Hili limekuja katika sunna. Kwa nini utangulie kufunga siku ya 9 alafu uunganishe na ya 10? Mukhalafatan lilyahudi, kwa ajili ya kuwakhalifu mayahudi, fi iktisarihim ala al-ashir, kwenye kufupizika kwao na siku ya 10. Mayahudi wanafunga mpaka leo, lakini wao wanafunga siku ya 10 kwenye kuwakhalifu mayahudi. Na sisi waislamu
tumelazimishwa na tumefunzwa kuwa khalifu al-kitab na washirikina, tutafunga siku ya 9 na siku ya 10. Kwa hivyo saumu ya Tasua ni kwa ajili ya mukhalafa wa kuwa khalifu al-kitab. Hili limekuja katika sunna. Fa inda Imam Muslim rahimahullah min hadithi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, katika sahih Muslim hadithi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala hina صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه. عبد الله بن عباس anasema wakati alipofunga Mtume alayhi salatu wassalam funga ya Ashura na akaamrisha watu kufunga, qalu ya Rasulullah, walisema wakamwambia, ewe Mtume wa Allah, innahu yawmun tu'azzimuhu alyahudu, ewe Mtume wa Allah, hii ni siku ambayo Mayahudi wanaiadhimisha, والنصارى na manasara pia wanaiadhimisha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mtume akasema, idha kana al-aam al-muqbil insha Allah sumna al-yawm at-tasi', pindi utakapokuja mwaka unaofuata tutafunga sisi waislamu siku ya 9. Abdullah ibn Abbas anasema qal falam yati al-aam al-muqbil, haukuja tena mwaka uliofuata, hatta tuufia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mpaka akafariki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aliweka azma kwamba mwaka ufuatao, mwaka unaokuja, tutafunga siku ya 9 na hiyo Ashura ya 10. Lakini insha Allah wa qaddar, Allah alitaka na akakadiria Mtume alayhi salam mwaka uliofuata hakuudiriki, alikuwa amefariki alayhi salatu wassalam. Wa fi riwaya, katika mapokeo mengine ya hadithi hii Mtume alisema, la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi', na lau mimi nikibakia hai mpaka mwaka ujao basi nitafunga siku ya 9. Kutokea hapa sasa istambata al-ulama, wakadadavua hukumu maulama kwamba ala al-muslim alladhi yuridu an yasuma Ashura, ni juu ya muislamu ambaye anataka kufunga Ashura basi aanze na kufunga Tasua, kufunga tarehe 9 kisha afunge tarehe 10, kwa sababu kufanya hivyo kuna kuwa khalifu ahlul kitabi alyahudi wan nasara, na sisi tumefunzwa kwenda nao kinyume katika mambo. Lakini pili, kufunga 9 na 10 ndio ilikuwa tamaa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alitaraji kufanya hivyo, lakini umri haukumpa nafasi. Mimi na wewe, ikiwa Allah ametupa umri tukadiriki mwezi wa Muharram, tukaidiriki tarehe 9 na 10, tufunge saumu hii ya Tasua, kadhalika saumu ya Ashura. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in, amma ba'd. Tukimalizia maneno yetu ya khutba hii, pamoja na fadhila nyingi zilizokuwa katika mwezi huu wa Muharram, kama tulivyotaja baadhi yake, tumeona vile vile kuna sunan, ziko sunna nyingi zimethibiti katika mwezi huu, kama kuadhimisha mwezi huu, kuyakumbuka matukio yake, kufunga katika mwezi huu wa Muharram. Lakini pia Muharram ni katika miezi ile minne mitukufu, tumesisitizwa kuto kufanya dhulma ndani ya miezi hii, ikiwemo huu mwezi wa Muharram. Pamoja na hayo mazuri yaliyopatikana katika mwezi wa Muharram, pana bid'ah wal mukhalafat fi hadha ash-shahr. Watu wa batil hawajalala, wameendelea kuzua na kuharibu na kuleta mambo ya kimakosa katika mwezi huu wa Muharram. Miongoni mwa miezi ya Kiislamu iliyodhulumiwa, wanasema ulama, ukiacha mwezi wa Rabiul Awwal, ule mwezi wa mfungo 6 ambao kwa masufi makhurafi wameupachika ndio mwezi wa Maulidi, vitu ambavyo Mtume hakuvifunza wala hakufanya. Umedhulumiwa sana mwezi ule. Mwezi wa Rabiul Awwal
ukiingia basi ni bid'a. Utaona maulidi, hafla mbalimbali, mahitima, mabid'a, mafurushi kwa mafurushi hufanywa katika mwezi wa mfungo sita. Ukiacha mwezi huu, katika mwezi mwingine uliodhulumiwa kwa bid'a ni mwezi huu wa Muharram. Wazushi hawajalala pia, wamejaza bid'a chungu nzima katika mwezi huu wa Muharram. Sina wakati wa kuzitaja zote, ni wajibu wetu kufuatilia madarasa katika kipindi hichi cha mwezi wa Muharram, na mashaikhi mbalimbali wanazungumza bid'a na mukhalafat zilizoko ndani ya mwezi wa Muharram zikifanywa na makundi yenye kujinasibu na Uislamu. Miongoni mwa bid'a hadha shahr, miongoni mwa bid'a za mwezi huu wa Muharram, bid'atu al-ihtifali bimunasabati hulul al-aam al-jadid al-hijri. Ni ile bid'a ya kusherehekea, watu kuandaa sherehe maalum kwa munasaba wa kuingia mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka wa Kihijiria. Sherehe hizi zinafanywa mara nyingi tarehe mosi ya Muharram. Watu jana walikuwa wanashereheka tarehe moja, na wanaochelewa utazisikia sherehe zao tarehe 2, 3, wakiandaa kumbi mbalimbali na kuzipamba, au katika viwanja vya wazi wakiandaa vyakula, vinywaji, watu wakivaa nguo nzuri wakapendeza. Nini bwana? Mwaka mpya wa Kiislamu, tunasherehekea mwaka mpya wa Kiislamu. Jambo hili ni katika bid'a, halijathibiti wala halijafunzwa. Sisi Waislamu tunazo sikukuu zetu ambazo zimefundishwa na Sunna. Eidul Fitri, Eidul Adha, Eid ya Fitri, Eid baada ya Ramadhan, na Eidul Adha juzi tumetoka hapo mwezi wa mfungo 3, Eidul Adha. Na tuna Eid ya kila wiki Jumaa, kama leo zimekuja riwaya kwamba ni Eidun usbu'iyun. Hii ni Eid ya kila wiki, siku tukufu ya ibada Jumaa. Ma baada dhalik, baada ya hapo hatuna sikukuu nyingine, ikiwemo huu mwaka mpya wa Kiislamu. Huo mwaka mpya wa makafiri hautuhusu kabisa, na kujitia kimbelembele ni kwenda kuharibu itikadi yako, maana hizo ni sikukuu za makafiri. Huo mwaka mpya wa makafiri wa miladia. Hata sisi Waislamu, nataka niwaambie ndugu zangu, huu mwaka wetu wa hijiria wa Kiislamu hauna sikukuu ya mwaka mpya. Kufanya hivyo ni bid'a na ni kuwaiga wasiokuwa Waislamu katika sikukuu zao. Na kuna kaida, msingi unawekwa siku zote. Msingi huu wameuweka maulama. Hebu na nyinyi Waislamu fuateni msingi huu. Ayu shay'in, kitu chochote, chukua kuanzia leo. Ayu shay'in wujida sababuhu inda salaf, kitu chochote ambacho sababu ya kukifanya ilipatikana wakati wa salaf, wakati wa Mtume na masahaba zake na wema waliofuatia hapo, sababu ya kukifanya kitu hicho ilikuwepo, maa qiyamil muqtadi lah, pamoja na kusimama uwezo wa kukifanya kitu hicho, wa adami wujudil mani', na kutokuwepo kizuizi, kisha ikawa salaf hawakukifanya kitu hicho, fa'lam anna hadha shay fi'luhu bid'ah, fahamu kwamba kitu hiki wewe ukifanya leo ni bid'a. Kama kuna kitu chochote sababu ya kukifanya wakati wa wema waliotangulia ilikuwepo na walikuwa na uwezo wa kufanya, hakuna jambo liliwazuia, hawakuwa na udhuru na kizuizi kilikuwa hakuna, alafu hicho kitu hakikufanywa, zingatia kwamba kitu hicho ni bid'a. Maneno haya yashushe kwenye sikukuu ya mwaka mpya wa Kiislamu ambayo inasherehekewa na baadhi ya wazushi na wanaharakati. Sababu ilikuwepo ya kufanya sikukuu hii wakati wa salaf, kwa kuwa wao waliutambua mwaka wa hijiria, bali katika zama za Umar ndio walianza kuhesabu tarehe. Sababu ya kusherehekea ilikuwepo, walikuwa wanajua kuna mwaka wa hijiria unaingia na kutoka, wao ndio waliouweka. Hawakuwa na kizuizi cha kushereheka, kwa sababu walikuwa wanafanya ibada nyingi
zingine zinahitaji nguvu ya kiwiliwili, nguvu za gharama. Wakienda jihadi fi sabilillah, wakisafiri kwenda haji na misafara mingi, walikuwa na uwezo wa kufanya. Wewe unadhani walikuwa wanashindwa kuchinja ng'ombe au kununua michele? Ikawa wale walishindwa, eti nyie watu wa leo ndio mnaweza? Uwezo walikuwa nao na hawakuwa na kizuizi chochote kile, lakini hawakufanya. Hapakuwa na sikukuu ya mwaka mpya wa Kiislamu. Wewe kutuletea mwaka mpya wa Kiislamu leo unatuletea bid'a. Hata kama wataonekana baadhi ya watu wenye kufanya mambo haya ni mashekhe na wengine wana majina, mashekhe zenu humu Tanzania wanaonekana kwenye makumbi huko, wameandaa keki mbalimbali, maputo, mafutuza yamepulizwa, kumbi zimepambwa, wamealika wageni rasmi, viongozi wa serikali, watu mbalimbali. Nini bwana? Mwaka mpya wa Kiislamu. Bid'a. Hakuna mambo hayo, hiyo ni bid'a. Lazima tukemee, msituletee mbwembwe kwenye hii dini. Mambo ya kubunibuni waachieni makafiri ambao hawana muongozo, dini zao zinasukwa mezani. Kwenye Uislamu la wa alfu la, hakuna dini ya kuunda hapa. Shekhe, ukileta jambo utahojiwa dalili, na ndio maana Uislamu hauchezewi bwana. Utakimbia wewe, huwezi kutuletea mambo feki kwenye dini yetu hii ukatuzuga eti tumwabudu Allah na bid'a. La, hakuna sherehe za mwaka mpya wa Kiislamu, hilo ni bid'a. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake adhim Iqtida'u Siratil Mustaqim ana maneno yake marefu machache, anasema akizungumzia sikukuu za mwaka mpya wa Kiislamu, qal walihadha nara tarka iqamati al-ihtifali bil-'am al-hijri walau lam takun anta tanwi tikrarahu faqiyamuka bil-ihtifal qad yaj'alu ghayraka yaqumu bihi ila akhir kalamihi rahimahullah. Ibn Taymiyyah al-Harrani anasema walihadha, na kwa ajili hiyo kuna mtiririko wa maneno hapo nyuma, akafikia kusema walihadha, na kwa ajili hiyo nara tarka iqamati al-ihtifali bil-'am al-hijri, sisi tunaona kuacha kusimamisha sherehe na hafla mbalimbali za mwaka wa hijiria. Sheikh al-Islam anasema tuliache hilo, walau lam takun anta tanwi tikrarahu, hata kama hutokuwa wewe unanuia kukariri. Maana unaweza kusema nafanya mwaka huu tu, nimewiwa, angalau mwaka huu mjitolee. Hata kama unanuia kutokukariri, labda ufanye mara moja alafu uache, labda kuwakumbusha Waislamu wamesahau miaka ya Kiislamu, wamelala wanapongeza miaka ya makafiri, ukaona basi angalau ni testi mitambo mwaka huu tu. Shekhe anasema hata kama unanuia kutokukariri usifanye. Kwa nini? faqiyamuka bilihtifal, kusimama kwako wewe kuifanya sherehe hiyo, qad yaj'alu ghayraka yaqumu bihi, kunaweza kukajalia mtu mwingine asiyekuwa wewe akafanya mambo hayo, utaigwa. Hasa ikiwa ni katika watu wenye fadhila, labda unaonekana ni shekhe wa mji, imamu wa msikiti, mwalimu wa kijiji, kuyafanya mambo haya, watu wengine wanaweza kukuiga kwamba hilo linafaa, na ndicho kilichotokea. Balaa hili wamelianza al-Ubaydiyun al-Fatimiyun al-Fajara, mashia katika daula al-Ubaydiyya ndio waliowasisi jambo hili. Limekwenda hilo leo, limeigwa na Waislamu wengi duniani. Na daula ya al-Ubaydiyya si ya leo, ni dola ilisimama tokea mwaka 297 hijiria, imekuja kuanguka mwaka 567. Ilikuwa ina zaidi ya miaka 260 wakitawala maeneo makubwa ya Afriqul Arabi, Afrika ya Waarabu, Tunis, Masri, Jazira al-Arabia, Magharibi yote waliitawala kwa miaka mingi. Mashia hawa al-Fatimiyun wao ndio walioleta mambo haya. Walianza kama kawaida kidogo. Leo jambo la Idi ya mwaka mpya wa Kiislamu limekuwa ni jambo mashuhuri sana. La mwisho kwa leo katika bid'a al-munkara, katika bid'a mbaya kabisa katika mwezi huu wa Muharram, bid'atu allati yaktarifuha
ashi'atu rafidha, ni bid'a ambayo wanaichuma bid'a hii na kuifanya bid'a hii mashia marafidha. Zamani tulizungumza mashia katika miji yetu, ilikuwa unajua ni dini ya Wahindi wenyewe wachache kwenye maduka yao ya vitambaa, wana kimsikiti chao kidogo, wanakusanyika hapo na kula bagia zao, achari zao, basi. Leo Shia ni dini kubwa hata kwenye miji yetu huku, Wasambaa, Wachaga, Wanyamwezi wako mashia golo tele, na katika miji ya Moshi viunga vyao vimeanza kuonekana. Wana vijumba wamenunua, wanaviita nasari, wana madarisi ndogo ndogo, wana misikiti. Watu hawa na wakubwa zao katika miji ya Ushia huko wanaadhimisha sana siku ya tarehe 10 ya mwezi huu wa Muharram, Ashura, Husainia, ni siku ya Husaini hiyo. Mashia wanaiadhimisha kweli kweli kwa kufanya maandamano, wenye wakiita maandamano ya amani, msururu wa watu kwenye nchi mbalimbali, na hapa Tanzania wanafanya, Mashia wanafanya kwenye mikoa mbalimbali, wakiwa wamevalia nguo nyeusi, kanzu nyeusi au matisheti yale meusi yametiwa lebo hapa ya Hussein, wake kwa waume, wakubwa kwa wadogo, wakiwa na nyuso za huzuni, wengine wanalia, wamefiwa, ni siku waliodhulumiwa Hussein. Wamebeba mabango yenye jumbe mbalimbali za kuwalaani wale walioshiriki kumuua Hussein, hata wakiwalaani baadhi ya masahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam. Maandamano haya yanaonekana, sikwambii kwenye hauzati, kwenye vituo vyao zinafanyika shughuli mbalimbali, hafla za kuiadhimisha siku hii. Na Mashia wale wa huko mbali, wale wa Persia wenyewe, wao wanakwenda mbali zaidi, wanajiumiza miili yao, wanajitia visu, jikata kweli kweli. Wanaonekana mkifuatilia mitandao ya kijamii, watu wanajitia visu, wanajitoboa, wanamwaga damu. Wanafanya hivi kwa sababu wanaadhimisha ile damu iliyomwagwa kwa dhulma ya Hussein, na wao wanamwaga damu zao kuitukuza damu ya Hussein. Hao Mashia huko mbali, uko Upeshiani, Mashia wa Kiarabu wanajikata. Sijaona hao huko kwetu, hao Wasambaa wao kupokea nyama tu na matisheti. Sijaona kama kuna Shia Mnyamwezi kajikita kisu, mtaniambia nyinyi, lakini wenzao wanafanya huko, na pengine itafikia huko tatokea mwehu mmoja atajikata tu. Hii ni bid'a. Sherehe hizi za bid'a, ulama wanasema bid'a za Muharram ni pamoja na kinachofanywa na Mashia Ar-Rafidha katika siku ya Ashura, haithu akhraju Ashura an shukri llahi linajati Musa alayhi salam waja'aluhu mutaalliqan bimaqtali al-Husayn. Watu hao wameitoa siku ya Ashura, wameitoa katika maana yake kwamba Ashura ni siku ya kufunga kumshukuru Allah kwa kumuokoa Musa na watu wake na kumwangamiza Firaun. Mashia hawa wameitoa siku hii katika maana hii na kuipeleka eti kwenye jambo linalofungamana na kuuawa kwa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Ni kweli sisi Ahlus Sunna pia hatukubaliani na alivyouawa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Qutila madhluman radhiyallahu ta'ala anhu, ameuawa hali yakuwa ni mwenye kudhulumiwa. Wakatalahu al-fajara min ar-rawafid abna'u al-majus, waliomuua ni waovu washenzi kabisa. Tena katika hawa Mashia, watoto wa Mayahudi, watu wa Makr, ndio waliomhadaa Hussein na wakamuua. Na haya maelezo yanatolewa kwa hujja na ulama ahli sunna. Msome Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Minhaju Sunna uone wao ndio waliomuua. Sisi haturidhiki na yoyote yule aliyemuua Hussein, na tunamchukia lillahi. Na Hussein ni as-sahabiyul jalil, mtu bora mtukufu min ali baiti Rasulillah alayhi salatu wassalam, bali Hussein katika waliobashiriwa janna. Hili ndio ambalo linatupa moyo. Qataluhu wa huwa min ahli aljanna radiyallahu ta'ala anhu.
Al-Hasan wal-Husayn sayyida shababi ahli janna. Tunasema Hasan na Husayn wajukuu zangu hawa ni mabwana wawili wa watu wa peponi. Al-Husayn ni mtu wa janna. Pamoja na sisi kukerwa na tukio hili, wanachokifanya mashia hakijafundishwa. Hawa sasa wamegeuza, badala ya kufunga kwenye siku ya Ashura kumshukuru Allah, wameifanya Ashura ni mutaalliqan bilhuzni, ni siku ya huzuni, wanuwahi, siku ya kuomboleza, wallatmi, wanajipiga miili, wasurahi, wanapiga mayowe, walbuka, ni siku ya kulia, bali wa jarhi alajsadi, wameigeuza siku hii ya 10 ya Ashura ya Muharram, yaumu Ashura, ni siku ya kujijeruhi, wanajichana miili yao. Wa isalati dimai sighari wal kibar, wameifanya ni siku ya kumwaga damu za watoto wadogo na watu wakubwa kwa kujipiga miili yao na kujijeruhi kwa visu na mapanga. Na kwa sababu ya utandawazi hivi sasa haya matukio yanashuhudiwa sana. Wewe tizama tu, wewe angalia tarehe 10 ya Muharram, angalia mitandao ya kijamii uone wanachokifanya mashia, namna wanavyojiumiza na wanadhihirisha mfadhaiko, na wanaimba kasida mbalimbali za huzuni. Wana kasida zao zile kama vile kwaya, wanaziimba wakiwa wanalia, wanayumba, wakihuzunika. Hadha kullu, maulama wanatuambia mambo yote haya yanayofanywa na mashia na wale ndugu zao. Maana mashia wana ndugu zao masufi. Wale masufi, wale makhurafi, watu wa maulidi, wengi hawakubali ushia, lakini ni yale mapenzi ya kupenda wali na kupenda kitonga. Maana kwa mambo ya ufadhili mashia wako mbele. Kama unavyoona system za Mayahudi, utapigwa ufadhili mpaka ujisahau, huambii kuwa Yahudi, unafadhiliwa tu, mwenyewe utajipeleka kama mbwa aliona chatu. Ndio makhurafi wanavyofanywa, michele, nyama, taratibu. Vijana wao ndio wenye kuingia kwenye ushia. Vijana wa kisufi wale wapiga dufu ndio wenye kuongoza kuingia kwenye ushia. Angalia hapo kwetu Uswahilini hapo, angalia palivyomalizwa. Ni wale vijana wa familia za kisufi na watu wajinga wala mirungi ndio waliobebwa na mashia, sio watu wenye kufuatilia dini kwa sababu ya maslahi, nyama, michele, nguo, lakini si kwa hujja. Sasa ndugu zangu, mambo haya yote yenye kufanywa na mashia na washirika wao, min afhashi dhunub, ni katika madhambi machafu zaidi, wa akbaril muharramat, na ni katika mambo ya haramu. Itoshe tu hili jambo wanalofanya la kujiumiza hilo tu, Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tumeharamishiwa kuomboleza kwenye misiba yetu, tukapiga mayowe, tukazungumza maneno ya kufran, na tumekatazwa kujipiga miili yetu. Fa inda al-Bukhari, riwaya mnaijua katika Sahih Bukhari, Mtume alayhi salamu anasema, laisa minna man latama al-khudud, si katika sisi mwenye kujipiga mashavu yake eti kwa sababu amefiwa. Washaqa al-juyub, na mwenye kuchana kola akachana nguo zake. Wadaa bid'awa al-jahiliya, na akapiga mayowe kwa mayowe ya kijahilia. Huyo si katika sisi. Mashia na vibaraka wao wanayafanya yote haya na zaidi ya haya, bali wanafanya na dhulma, wakinasibisha mauaji ya Hussein kwa ahli sunna, na wakiwatukana masahaba wa Mtume alayhi salam, na wengine wakiwa wameandaa vibonzo wakiwakejeli masahaba Abu Bakarin, Umar, Uthman. Wanafanya dhahiri shahiri, na hawa mashia wa Kitanzania wanazungumza wazi wazi wakiwatusi masahaba hawa. Clips zao zimejaa kwenye mitandao, na hivi sasa wanafanya matangazo kwenye redio zao, magazeti yao, wakiwaalika Waislamu mbalimbali kushiriki maandamano ya amani ya Ashura ya tarehe 10 ya Muharram. Wanatangaza tayari na watu wanaalikwa, na pana wajinga wengi wanakwenda, hawajui hili jambo la kimakosa, ni jambo la bid'a. Yako mengi, tumesema tugusie haya machache
kwa munasaba wa masiku haya.